ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwezesha kuwa pamoja tena katika darsa ya tafsir, na tukiwa tunaendelea kufasiri juz'u amma, na tukiwa bado tupo katika suratul Fajr, ikiwa hii ni sehemu ya 3 katika suratul Fajr, na tumetangulia kuelezea kwa suratul Fajr ina aya 30 na imeteremka Makka, na tumeeleza katika darsa lililopita habari ambazo kwamba amezitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala za wale kaumu waliotangulia, kaumu Ad, Thamud, lakini vile vile na kaumu Firaun, na namna ambavyo kwamba walikuwa na tughyani na jeuri katika hii ardhi, wakafanya ufisadi na kumpiga vita Mungu na mitumi wake salawatu rabbi wa salamuhu alayhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza vitendo vyao, sasa anakuja al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala kutueleza uhakika wa mwanadamu. Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala baada ya kueleza wale kaumu waliotangulia na kutupa maneno mazito, akatuambia inna rabbaka labil mirsad, hakika Mola wako Subhanahu wa Ta'ala yupo katika mirsad. Mirsad inatokana na rasd, yani anajua kila ambacho kwamba kinaendelea na anahifadhi kila ambacho kwamba kinatokea. Ikiwa leo mwanadamu akitembea ama akiendesha gari barabarani, anaogopa sehemu anayojua kuna kamera, anajua sehemu fulani hapa nitapigwa mimi, ikiwa nitapitisha spidi nitashikwa, ama ikiwa nitafanya mukhalafa, nitakwenda kinyume na sheria za barabarani, nitashikwa mimi na kamera. Basi anajaribu kujidhibiti. Vipi kamera za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Inna rabbaka labil mirsad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya hapo akaendelea kutubainishia uhakika wa mwanadamu na namna alivyo na akili yake vile inavyomtuma na vile anavyofikiria. Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Asema Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala, ama mwanadamu, na anayekusudiwa hapa ulama wanatuambia ni yule ambaye kwamba amekufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma al-insanu, ama mwanadamu, idha mabtalahu rabbuhu, pindi Mola wake Subhanahu wa Ta'ala anapompa ibtila, anapompa mtihani, akamuonja Al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala,
fa akramahu, akamkirimu, wa na'amahu, na akamneemesha. Kwa hivyo ikram kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibtila kwa mtazamo wa al-haq Subhanahu wa Ta'ala, ili tujue tofauti kati ya mizani ya haq, mizani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mizani zetu sisi kama wanadamu. Kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokukirimu, akakufungulia milango ya riziki, akakupa mali, akakuneemesha, basi hiyo ni ibtila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtihani anakuonja. Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu, husema mwanadamu yule, rabbi, mola wangu, akraman, amenikirimu. Yani mola wangu kimtazamo wake kama mwanadamu ambaye kwamba hajafika daraja za juu za iman, ambaye kwamba hatambui mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaona kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda yeye zaidi kuliko yule ambaye kwamba hakupewa saa, hakukunjuliwa katika riziki yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumpa mali. Mtizamo wake ni kuwa mahaba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanafungamana na kukunjuliwa katika mali. Lakini na vile vile kinyume, ikiwa mtu amedhikika katika mali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajamkunjulia milango ya riziki, katika mizani ya mwanadamu ni kuwa huyo hapendwi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena husubutu na kusema dalili ya mvua ni mawingu. Ukishaona wewe kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa mali, basi ujue ananipenda. Na wenyewe wana msemo wao, wanasema amepigwa tochi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani yule ambaye kwamba amekirimiwa akapewa mali, wanasema amepigwa tochi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu anapendwa. Hiyo ni mizani ya kibinadamu. Ni mizani ya yule ambaye kwamba hajatambua bado iman, bado hajatambua maana ama mizani ya al-haq Subhanahu wa Ta'ala. Yeye anadhani akipewa amekirimiwa na kupendwa, na anaponyimwa basi ametwezwa na hajapendwa. Ama al-haq Subhanahu wa Ta'ala mizani kwake ni tofauti kabisa. Kwa hivyo wa kwanza huyu anapokirimiwa akapewa, anasema rabbi akraman, mola wangu mimi amenikirimu. Al-haq Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kutuambia, wa amma idha mabtalahu, ama pindi atakapompa mtihani. Angalia ibtila. Katika aya ya kwanza Mwenyezi Mungu ametumia neno hilo hilo, na katika aya hii ya pili Mwenyezi Mungu bado anatumia neno hilo hilo, kuonja, kumpa mtihani. Ina maana ukipewa ni mtihani, na vile vile ukinyimwa ni mtihani. Asema wa amma idha mabtalahu, ama pindi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakapomuonja mwanadamu, faqadara alayhi rizqahu, akampa dhiki katika riziki yake, akaibana riziki yake, hakumkunjulia, yani akawa yuko katika hali ngumu, hana mali mingi. Fayaqul, husema mwanadamu, rabbi ahanan, mola wangu mimi amenitweza, mola wangu mimi hajanipenda, mola wangu mimi amenidunisha, amenifanya ni waduni kabisa. Kwa hivyo yule wa juu na mwenye kupendwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mizani ya kibinadamu ni yule aliyekunjuliwa milango ya riziki. Fulani mashallah Mwenyezi Mungu ampenda sana. Kwa nini? Amempa riziki, amemkunjulia milango ya neema zake. Na kinyume vile vile katika mizani ya kibinadamu kukipatikana dhik, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapombania mtu katika milango ya riziki, akampa riziki chache, wanasema rabbi ahana, mola yule hajampenda, mola yule amemweka chini. Hii ni mizani ya kibinadamu, lakini sio mizani ya al-haq Subhanahu wa Ta'ala. Na ndo maana hapo hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kalla, sivyo hivyo. Hii ni rada na zajr kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuvunja hii mizani inayotumika na mwanadamu. Kalla, sivyo hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kuwa hiyo mizani mnayotumia nyinyi, kuwa aliyepewa ndio amependwa,
na ameinuliwa, na ambaye kwamba amenyimwa, ametezwa na ameshushwa, hiyo sio mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Taib, mizani ya al-haq Subhanahu wa Ta'ala ni ipi? Mizani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ipi? Mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaipata hapa katika aya kuwa idha mabtalahu, imerudi katika aya zote mbili, kwa yule aliyekunjuliwa katika riziki na yule ambaye kwamba hajakunjuliwa katika riziki. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno hilo moja, ni ibtila, ni kuonjwa. Ina maana Mwenyezi Mungu akikupa, amekupa ni mtihani, anakuonja, na Mwenyezi Mungu akikunyima, amekunyima ni mtihani, anakuonja. Akikupa na kuangalia utashukuru, akikunyima na kuangalia utasubiri, akuangalia wewe utakuwa katika hali gani katika hali zote mbili. Kwa hivyo al-Haq Subhanahu wa Ta'ala anaweza kukunyima, lakini katika kukunyima kule akawa anakupenda kuliko yule ambaye kwamba anakunjuliwa. Ikiwa ni dunia, ikiwa ni mali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Mwenyezi Mungu humpa dunia anayempenda na vile vile humpa asiyempenda, humpa anayemwabudu na asiyemwabudu, humpa yule anayemwahidisha na kumpokesha, na humpa pia yule anayemshirikisha. Ikiwa ni dunia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa yoyote. Kwa hivyo kupewa ni ibtila, na vile vile kubaniwa ni ibtila katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anapokubania, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua hikma katika hilo, na ndio maana ukirudi katika al-Hadithul Qudusi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia maneno mazito akisema, ana a'lamu bi'abdi wa arhamu bi'abdi min nafsihi. Asema mimi namjua zaidi mja wangu na ni mwenye huruma zaidi na mja wangu kuliko nafsi yake. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala anatujua zaidi kuliko sisi tunavyojijua wenyewe. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaturahamu sisi zaidi ya vile sisi tunavyoweza kujirahamu nafsi zetu. Ana arhamu ama a'lamu bi'abdi wa arhamu bi'abdi min nafsihi. Cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, law aghnaytuhu la tagha walau tagha la bagha walau bagha la ghadibtu alayhi. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lau ningemtajirisha yule ambaye kwamba hajamtajirisha, asema Allah, mimi namjua zaidi mja wangu, lau ningemtajirisha la tagha, angefanya jeuri, angefanya kibri, akajiona hakuna kama yeye kwa sababu anazo, tayari ana mali. Walau tagha, na lau akifanya ujeuri, la bagha, atafanya uovu, atafanya kila sampuli ya maasiya. Walau bagha, na lau atafanya uovu, la ghadibtu alayhi, nitamkasirikia, sitakuwa na furaha wala sitakuwa na radhi na yeye. Kwa hivyo kule kumnyima yale mali ni ili abaki katika radhi zangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisha akasema, walau ghadibtu alayhi adkhaltuhu an-nar, na lau nitamkasirikia basi nitamuingiza motoni. Sasa mja anapokuwa amenyimwa ama mja anapokuwa amedhikika katika riziki yake, hajakunjuliwa milango, atambua kuwa ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu lau angekunjuliwa pengine ingemfikisha katika tughyani, akafanya jeuri, akafanya kila sampuli ya maasiya, akampiga vita Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha ikamfikisha katika hasira za Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikampelekea kuingizwa katika moto wa Jahannam. Kwa hivyo muhimu tufahamu, ndugu zangu wapenzi watazamaji, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikupa anakuonja, lakini vile vile akikunyima anakuonja. Anakuangalia utaingia katika mlango upi, mlango wa wenye kushukuru ama ni mlango wa wenye kusubiri, ama utakuwa ni kinyume, mlango wa wenye kukufuru na kutoshukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waangalie waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameweka karibu. Katika wanadamu hakuna waliokuwa bora kama mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ukisoma sira ya mitumi, ukisoma tarikhi za mitumi, utapata kati ya hao mitumi kuna wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwakunjulia, akawafungulia milango ya riziki. Lakini vile vile katika hao mitumi kuna wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizijalia riziki zao zikawa ni dhayiq, zikawa hazijakunjuliwa.
Tukimwangalia kwa mfano Sayyiduna Daud na Sayyiduna Suleiman alayhim assalam, mitume hawa walikuwa ni wafalme, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakunjulia kila sampuli ya neema. Walikuwa wanamiliki vitu vingi sana, na ni mitume, ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kukunjuliwa kwao hakuwafanya wao kukosa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kukunjuliwa kwao milango ya riziki haikuwapeleka katika tughyani na jeuri wakafanya maasi, bali Sayyidina Suleiman alisema hadha min fadli rabbi, hichi mnachokiona ninacho ni katika fadla za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananipa mtihani hapa, ataka kuniangalia nitamshukuru ama nitamkufuru. Sasa ametambua Sayyiduna Suleiman kwa ule ufalme aliokuwa nao na neema alizopewa na Mwenyezi Mungu na namna alivyokunjuliwa kila sampuli ya neema, yote hiyo ilikuwa ni ibtila kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kama mtumi alishukuru neema aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vile vile Sayyiduna Daud alayhi salam. Lakini wakati huo huo ukiangalia katika familia hiyo hiyo ya mitumi, utapata Sayyiduna Ayub alayhi salam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumkunjulia. Mwanzo naam alikuwa na mali, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akambania. Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faqadara alayhi rizqahu. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapombania mtu riziki yake, qadara hapa imekuja kwa maana ya nini? Dayyaka, kama ile ilotumika kwa Sayyiduna Yunus alayhi salam, fadhanna alla naqdira alayhi, lidhani kuwa hatutaweza sisi kumbania na kumfanyia dhiq na kumtia katika sehemu ambayo kwamba ni yenye dhiki. Na ndivyo alivyofanya Sayyiduna Yunus alipotoka Nainawa bila ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwenda kupanda safina, alimezwa na tewa. Sasa jiulize, tewa ama kuwemo ndani ya tumbo la tewa na kuwemo katika nyumba yake katika Nainawa, gani ndo kuna saa? Wapi ndo kuna ukunjufu ambao kwamba tapata nafasi kubwa na kuweza kutoka na kuenda sehemu mbalimbali. Kwa hivyo faqadara alayhi ni ile ilotumika kule, fadhanna alla naqdira alayhi. Wa Sayyiduna Ayub, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia mitihani katika riziki, kufika daraja mpaka mke wake hakuna kitu nyumbani, mke wake anakwenda kunyoa nyele zake, anazisokota na kuzifanya kama kamba ndo aweze kuuza apate raghifu aish, apate mkate mmoja aende akale yeye pamoja na mume wake. Lakini kubanwa kote huko, pengine mimi na wewe hatujafikia daraja hiyo. Mimi na wewe tunaolaumu kwa sisi hali ni ngumu, mambo yamekuwa mazito, milango ya riziki imefungika. Pengine hatujafikia huko, pengine twala zaidi ya hicho, lakini yeye anakula mkate mkavu yeye na mke wake. Taib, leo mke ameuza nyele, kesho atauza nini ili apate riziki? Lakini ameuza paka nyele zake kwa sababu ya kupata nini? Kwa sababu ya kupata mkate ule ale pamoja na mume wake. Inna wajadnahu sabira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsifu katika Al-Qur'an Al-Karim, akasema sisi tulimpata Ayub kuwa ni sabir, ni mwenye subira, aliyejipamba na sifa ya subra. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakunjulia wale, na walikuwa katika makamu nubuwa, walikuwa katika daraja ya utumi, lakini hawakutoka katika mipaka ya Mwenyezi Mungu, wakamshukuru neema yake Mwenyezi Mungu na wakaitumia katika njia ya sawa. Lakini na vile vile huku kinyume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamdhiki Sayyiduna Ayub alayhi salam, lakini hakushukuru bali alisubiri. Tuchukue somo hapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akikukunjulia mshukuru daima na uzitumie katika njia ambayo kwamba anataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile ni amana, ni wadia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kwako. Almalu malullah wa atuhum min mali llahi alladhi atakum. Angalia Mwenyezi Mungu katika Al-Qur'an Al-Karim asema wapeni katika mali ya Mwenyezi Mungu. Wewe unaona mali ni yako, lakini mali si yako.
mali ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, amejalia katika mkono wako. Ndio yule bedui alipoulizwa, huyu ngamia ni wa nani? Akasema ni ngamia wa Allah, yupo katika mikono yangu. Angalia lugha ilivyokuwa nzito. Ngamia ni wa Allah, lakini yupo katika mikono yangu. Kwa hivyo almalu malullah, mali ni mali ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anapokukirimu Mwenyezi Mungu na mali, basi ujue lazima utoe haki ya mali kama yale. Usiyabane, ukawa hulishi wala husaidii wala huangalii wengine. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katuambia katika hadithi yake Al-Haqq subhanahu wa ta'ala akasema, haya mali nimejalia ama nampa yule ninayemtaka katika waja wangu. Udi'u man asha'u min ibadi, nampa yule ambaye kwamba namtaka katika waja wangu. Lakini yule ambaye kwamba atabaki ama atatumia mali kama yale katika kuwasaidia watu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atayabakisha mali kama yale kwake. Na yule ambaye kwamba atayazuia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamnyima mali kama yale. Na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna lillahi ibadan khassahum bin ni'ami limanafi'il ibad yuqirruhum ma badhaluha fa idha mana'uha naza'aha minhum thumma hawalaha ila ghayrihim. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallama, inna lillahi ibada, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawaja khassahum bin ni'am, amewahusisha kwa neema, kawapa mali, akakunjulia milango ya riziki, lakini limanafi'il ibad, kwa ajili ya kuwanufaisha waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kuwasaidia waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yuqirruhum ma badhaluha, Mwenyezi Mungu anawabakisha nayo pindi watakapokuwa ni wenye kuyatoa. Fa idha mana'uha, pindi watakapokuwa ni wenye kuyazuia, wakafanya ubakhili, wakawa hawatoi na kusaidia waja wa Mwenyezi Mungu, Mtume anasema naza'aha minhum, Mwenyezi Mungu atayachukua yale mali kutoka kwao, thumma hawalaha ila ghairihim, kisha atayageuza awapelekee wengine. Kwa hivyo ndugu yangu mpenzi mtazamaji, mizani ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sio ile mizani iliyoko kwetu sisi wanadamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaweza kukupenda akakupa mali, lakini anaweza kukupenda akakunyima mali, lakini anaweza kukupa mali na akakukasirikia, na vile vile kinyuma anaweza kukunyima mali na akakukasirikia. Ni wangapi ambao kwamba ni maskini, hawana chochote, lakini hakuna wenye kufanya maasi kama wao, hakuna wenye kufanya kufuru kama wao. Kwa hivyo si mizani kuwa wewe umepewa wapendwa ama umenyimwa hupendwi. Angalia wangapi ambao kwamba walikuwa hawana uwezo katika ulimwengu, lakini walikuwa na daraja ya juu na daraja kubwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Uwais al-Qarni, Uwais moja katika tabiina ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwataja, hakupata bahati ya kwenda kukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya kumhudumikia mamake. Uwais alikuwa hana uwezo wowote, akifanya kazi ya kuchunga wanyama akipewa dirhamu 2 tu, nguo zake ukiziona zimechoka choka, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Sayyiduna Umar na Sayyiduna Ali, mkimuona mumtake awaombe msamaha. Masahaba wakubwa walioslimu mwanzo, waliomhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, walionusuru dini, lakini Mtume awaambia mkimuona Uwais mwende mkamtake dua. Majhulun fil ardi ma'rufun fis sama, hajulikani hapa ardhini, lakini mbinguni anatambulika, daraja yake inajulikana kwa waja watukufu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, rubba ash'atha, huenda mtu ambaye kwamba ash'ath, ukimwangalia nyele zake zimesokotana, aghbar, amejaa vumbi, madfu'a al-abwab, ni mtu ambaye kwamba anafukuzwa katika majumba, akienda katika milango watu hawamtaki, wanamfukuza katika milango yao. Lakini lau aqsama ala Allahi la abarra, lau atamwelekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa na haja yote kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu hawezi kumregesha patupu. Pamoja na kuwa mavazi yake ni mabaya, pamoja na kuwa haia yake na shakli yake ni mbaya, ama ni shakli isiyokuwa nzuri katika mizani yetu ya kibinadamu, lakini kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mwenye cheo.
Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akabatilisha kabisa nadharia hiyo ya kibinadamu, kwa ukipendwa na Mwenyezi Mungu unapewa na usipopendwa unanyimwa. Mwenyezi Mungu akasema kalla, la sio hivyo kabisa. Kisha akasema bal la tukrimuna al-yatim, bali nyinyi wanadamu ambao kwamba mumeasi mafunzo na maamrisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la tukrimuna al-yatim, nyinyi hamukirimu mayatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia katika yatima hapa ametaja ikram, hamuwakirimu mayatima, kwa sababu yatima anahitajia kukirimiwa. Yatima anahitajia atfa na hanan, anahitajia upole. Yatima anahitajia kupambaswa na kupanguswa kichwa, na ndio maana Mtume SAW alaihi wasallam alikuwa akiona yatima akimpangusa kichwa. Hicho ndio anachokihitajia yatima. Bal la tukrimuna al-yatim, nyinyi hamukirimu mayatima kabisa. Ni kwa mwanadamu atakikana awe ni mwenye kuwakirimu, asiwadhulumu mali yao. Na ndio maana imekuja katika baadhi ya asbab an-nuzul, wanasema aya kama hizi ameteremshiwa Umayya ibn Khalaf. Alikuwa na kijana yatima ambaye kwamba alimdhulumu mali yake, ambaye kwamba alijulikana kama Qudama ibn Mad'un. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bal la tukrimuna al-yatim, nyinyi hamukirimu mayatima. Ina maana ni tutatakikana sisi kama waumini tuwe ni wenye kuwakirimu mayatima, tutatakikana tuwe ni wenye kuwasaidia mayatima, kwa sababu hatujui mimi na wewe tutaishi paka lini. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim asema waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema waliyakhsha alladhina, waogope wale ambao kwamba law taraku min khalfihim, law watawacha nyuma yao dhurriyatan dhi'afa, watoto ambao kwamba ni madhaifu, kizazi ambacho kwamba hakijiwezi. Yani mimi na wewe leo tuko hai, lakini kesho tutatangulia na tumezaa. Kesho pengine watoto wetu watakuwa ni mayatima, watahitajia watu wa kuangalia. Kwa hivyo ukitaka wako waangaliwe baadaye, waangalie wa wengine kwa sasa, kama tadinu tudan. Ikiwa utaweza kuangalia wa wengine, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasakhirisha watu wenye kuja kuangalia wako. Unaona katika suratul Kahf alipotoka Sayyiduna Musa alayhi salam na Sayyiduna al-Khidr, wakaenda kujenga ule ukuta wale mayatima. Wamaljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madina, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule ukuta ulikuwa ni wa vijana wawili ambao kwamba ni mayatima katika ule mji. Wakana tahtahu kanzul lahuma, na chini ule ukuta kulikuwa na kanzi mali yao. Wakana abuhuma saliha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataja illa na sababu ya wao kufanyiwa ihsani kama ile ya kujengewa ule ukuta ili mali yao yahifadhike. Asema wakana abuhuma saliha, na baba yao alikuwa ni mtu mwema. Baadhi ya maulama wanatuambia salah, wema wa baba kama huyu ilikuwa ni kuangalia mayatima. Yani huyu baba yao alikuwa akiwaangalia mayatima alipokuwa hai, na yeye alipofariki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsakhirisha mtumi wake kumjengea na kuangalia mayatima wake baba kama yule. Wakana abuhuma saliha. Kwa hivyo al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala anatuambia bal la tukrimuna al-yatim, bali nyinyi hamukirimu mayatima. Kisha akasema wala tahaduna ala ta'amil miskin, wala hamusisitizi katika kulisha maskini. Katika mayatima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutaja kulisha, kwa sababu yatima anaweza kuwa ni tajiri, anaweza kuwa amerithi mamilioni kutoka kwa mzazi wake, lakini angalia katika kulisha, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema nyinyi hamulishi maskini, ama hamusisitizi na kuhimiza watu kulisha maskini. Nini maana yake? Ni kwa ikiwa wewe huna uwezo wa kulisha, basi angalau sisitiza. Lakini kusisitiza hausisitizi, huhimizi watu kuwalisha, wala wewe mwenyewe hulishi. Bali baadhi ya maulama wanatuambia hapa kuna ihtibak. Ihtibak ni nini? Hii ni moja katika almuhassinat albadi'iyya, moja katika mambo katika mapambo ya kilugha yanayojulikana katika ilmu albalagha, katika ilmu albadi'. Yani kuna utajwa jambo katika jumla ya kwanza, ikawachwa katika jumla hiyo jambo lingine.
lakini kukaja katika jumla ya pili kukatajwa jambo ambalo kwamba halikutajwa katika ya kwanza na likawachwa lile lilotajwa katika ya kwanza. Tupige huu mfano ili tuweze kufahamu vizuri. Mwenyezi Mungu katika aya ya kwanza sema bal la tukrimuna al-yatim, bali nyinyi hamukirimu mayatima. Kwa hivyo akataja kukirimu mayatima, wala hakutaja kuhimiza watu kukirimu mayatima. Kwa hivyo akataja moja akaacha lingine. Alafu katika ya pili akasema wala tahaduna ala ta'amil miskin, wala hamuhimizi watu kulisha maskini. Akataja kuhimiza katika kulisha maskini, wala hakutaja kuwalisha ama kitendo chenyewe cha kuwalisha. Hii inaitwa ihtibak, inatosheleza ile ya kwanza kwa ya pili. Nini maana yake? Ni kuwa bal la tukrimuna al-yatim, nyinyi hamwakirimu mayatima, wala vile vile hamuhimizi wengine kuwakirimu. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, wala vile vile hamuwalishi maskini, na vile vile hamusisitizi ama hamuhimizi watu katika kuwalisha maskini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja jambo lingine, kwa sababu hapa ametaja mambo manne ambayo kwamba ndio yenye kumuokoa mwanadamu kutokamana na kuangamizwa katika adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea la tatu akasema watakuluna turatha aklan lamma, na nyinyi mnakula urathi kwa namna ama mlo ambao kwamba ni wa kiroho, ni mlo ambao kwamba usokuwa na huruma, mlo wa haraka, unaliwa yani unaliwa ule urathi kwa haraka sana. Baadhi ya maulama wamefasiri hivyo. Yani nini maana yake? Ni kuwa urathi kama ule mtu pengine amekaa miaka na kusanya kisha unakuja kuliwa kwa madakika tu. Akifariki ukishagawanywa utaona huyo amenunua sijui gari, huyo amenunua nini, umeisha urathi wote kwa masiku machache kabisa. Wengine katika maulama wakasema watakuluna turatha aklan lamma, maana yake ni kwa dhulma. Yani mnatumia ile mali katika mnayala kwa dhulma. Na wangapi leo ambao kwamba wanakula mali ya watu kwa dhulma? Ni wangapi ambao kwamba wanachukua mali ya mayatima? Ni wangapi ambao kwamba wanawanyima ndugu zao haki zao, haswa madada? Ni wangapi ambao kwamba wanawanyima dada zao haki zao? Tunarudi katika ule ujahilia wa zamani, walikuwa hawarithishi wanawake wala watoto, wakisema mwanamke harithi, na harithi isipokuwa mwenye kuinua silaha. La yarithu illa man yahmilu silah, walikuwa kusema hivyo, harithi isipokuwa mwenye kubeba silaha na mwenye kuhami kabila. Wanawake maadamu habebi silaha wala hawahami kabila, hawana chochote katika urathi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipinga vikali hilo na akampangia mwanamke mirathi yake. Na hapa kuna shubha ambayo kwamba ni muhimu kuitatua kwa wale wanaosema mwanamke amedhulumiwa katika urathi katika Uislamu. La wallah, mwanamke hajadhulumiwa, alidhulumiwa kabla ya hapo, lakini ulipokuja Uislamu ukampa urathi wake. Ama swala la kwa mwanamke apata nusu ya mwanamume, si siku zote katika mirathi, ni katika hali 4 peke yake, lakini kuna zingine 7 mwanamke anapata zaidi ya mwanamume, kuna zingine 10 mwanamke anapata sawa na mwanamume, na kuna zingine nyingi ambazo kwamba mwanamke anapata na mwanamume hapati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kataja jambo la tatu baada ya kutaja kukirimu mayatima na kusisitiza na kuhimiza kulisha maskini, akasema na mnakula urathi kwa namna ambayo kwamba ni ya dhulma. Na hapa tunapata lile tulolitaja kwa Qudama ibn Mad'un, kama yatima alidhulumiwa mali yake na Umayya ibn Khalaf. Kisha Mwenyezi Mungu akataja jambo la 4 akasema watuhibbuna almala hubban jamma, na munapenda mali mapenzi makubwa, mapenzi ya hali ya juu. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu, mara nyingi anakuwa ni mwenye kupenda mali, mapenzi ambayo kwamba ni makubwa. Haya ni mambo 4 ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyataja hapa kwa ndio sababu ambayo kwamba inampelekea mwanadamu katika maangamivu, ni sababu ambayo kwamba inampelekea mwanadamu katika kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tuanzia hapa watuhibbuna almala hubban jamma mpaka mwisho wa sura. Tutamalizia katika darasa litakalofuatia biidhnillah. Najua imekuwa refu kidogo, suratul Fajr imekwenda na darasa 4, lakini tuvumiliane ili tupate kufahamu kwa uzuri na undani zaidi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku elimu yenye manufaa, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dhikrun wa maw'izatun wa nur fihi shifaa'un
للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى